Hii ni sehemu ya 4 inayojibu madai ya hitilafu kwenye Biblia, ambayo madai hayo yanaletwa na mojawapo wa channel katika TikTok inayoitwa Fan, F-A-R-N. Huyu ndugu yetu mwenye channel katika sehemu yake ya 4 ndio nayoijibia, ametoa mifano mitatu ambayo anadai kwamba ni hitilafu. Mfano wa kwanza amezungumzia kuhusu umri wa yule mfalme Ahazia. Kwa mujibu wa waraka wa pili wa Wafalme wa Pili sura ya 8 mstari wa 26, Ahazia inasemekana alikuwa na miaka 22. Na Nyakati wa Pili sura ya 22 mstari wa 2, Ahazia anasemwa kwamba ana miaka 42. Anauliza sehemu gani ifuatwe. Na sehemu ya pili, mfano wa pili anaotoa anasema nani alimwagiza Daudi kufanya sensa? Kwamba tunaposoma katika Samueli wa pili sura ya 24 mstari wa kwanza tunaona Mungu ndio anampa maagizo hayo. Lakini tunaposoma Nyakati wa kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza tunaona shetani ndio anayetoa maagizo hayo. Anauliza sehemu ipi ni ya kufuata. Mfano wa tatu unahusu idadi ya wana wa Zatu. Ukisoma katika Ezra sura ya 2 mstari wa 8 unaona mwandishi anasema wako 945. Na ukienda kusoma kwenye Nehemia sura ya 7 mstari wa 13 mwandishi anasema wako 845. Anauliza sehemu ipi ifuate, ipi sahihi? Sasa kwa wale ambao wameshaangalia huu mfululizo, nitarudia tena kwa ufupi sana. Kwanza, mifano hii yote ya leo miwili itaonyesha tofauti kubwa ya namna gani Waislamu na Wakristo wanasoma maandiko yao. Kama nilivyowahi kueleza huko nyuma, Waislamu hawasome maandiko yao kwa kuelewa, wanakariri. Wao wanahifadhi, unakariri Qur'ani, na ukweli ulivyo ni kwamba katika madras kukariri huku kunakuja kwa mateso makubwa sana, kwa sababu watoto wanachapwa sana. Nasema hayo kwa ushahidi kwa sababu nimesoma madras. Sio kitu ambacho nahadithiwa. Nimesoma madras, nafahamu. Nimepitia hayo machungu ya kukariri Qur'ani na yafahamu. Na bado yanaendelea mpaka leo. Tofauti katika Ukristo, tunaposoma maandiko tunasoma kuelewa, kujifunza, kusikiliza sauti ya Mungu, kuelewa maana ya juu na ya chini na kulinganisha, kwa sababu Biblia na vitabu vile, kama nilivyosema, Biblia ina vitabu 66 vimeandikwa na waandishi wasiopungua 40, ambao baina yao kuna tofauti ya miaka kati ya 1500 hivi, kutoka yule mwandishi wa kwanza kabisa mpaka wa mwisho miaka 1500. Lakini kwa hekima ya ajabu vitabu hivi vina muunganiko, kwamba Mungu anavuvia kwa kupitia Roho wake Mtakatifu kwa waandishi hawa kuandika mambo ambayo Mungu anayatenda na ambayo anakusudia kuyatenda na baadaye anakamilika. Sasa kwa kuwa Qur'ani haina mlolongo huo, Qur'ani kitabu kimoja, japo Waislamu wanasema mwandishi ni Allah toka milele, lakini tunaona Qur'ani ina vitu vingi vya kukopi kutoka vitabu vingine ambao havina mlingano wote wa dini. Kwa hiyo mwandishi wa Qur'ani ni mwanadamu. Hili halina upinzani. Waislamu watabisha tu kwa sababu ni itikadi, lakini kwa sisi tunaosoma kwa uwazi tunaona mwandishi wa Qur'ani ni mwanadamu. Na ushahidi uko mwingi, lakini video ya leo haitazungumzia hilo. Tutakwenda katika kuangalia mifano hii miwili inaonyesha wazi huyu Fan na wengine ni uelewa wao mdogo wa teolojia na imani na ufunuo ulivyopo na mafundisho ya Biblia yalivyo. Lakini mfano mwingine ni wazi kabisa, ni kwamba hawa ndugu zetu hawasomi Biblia. Wanapeana tu haya maandishi, wanabebeshwa hii mistari, waje kwa Wakristo kuambia kuna hitilafu. Kwa sababu mara nyingine ukisoma mistari miwili mitatu juu yake au mitatu miwili chini yake, majibu yako pale pale. Katika mifano hii mitatu nitaanza kwanza na huu mfano wa tatu aliotoa wa Ezra sura ya 2 mstari wa 8 na Nehemia sura ya 7 mstari wa 13. Nitaanza na huu kwa sababu huu jibu lake jepesi mno. Halihitaji akili, inahitaji kusoma tu. Naanza na kitabu cha Nehemia sura ile ya 7 mstari wa 13. Nasema hivi: Nehemia sura ile ya 7 mstari wa 13. Wana wa Zatu 845. Mstari umeishia hapo, kwamba huyu Nehemia anasema wana wa Zatu ni 845. Na kwenda kwenye kitabu cha Ezra sura ile ya 2 mstari wa 8 anasema wana wa Zatu 945. Kwa mtu ambaye hasomi, ukiishia hapa
utapata hofu kwamba hapa kuna tofauti, na tofauti ipo, lakini tatizo ni kwamba asiyesoma ataishia hapo kama nilivyokuambia pale mwanzo, lakini unachohitaji ni kusoma tu. Hakuna hitilafu hapa. Nitaanza kwanza na kitabu cha Ezra, ile sura ya 2. Tunarudi nyuma kidogo kwenye hiyo sura ya 2. Tunaanzia na aya ya kwanza. Maana ukumbuke ile ni aya ya 8 au mstari wa 8. Anasema hivi: basi hawa ndio wana wa wilaya waliokwea kutoka katika ule uhamisho wa hawa waliokuwa wamechukuliwa, ambao Nebukadneza mfalme wa Babeli aliwachukua mateka mpaka Babeli, nao wakarudi Yerusalemu na Yuda. Kwa hiyo mwandishi wa Ezra anazungumzia idadi ya waliorudi. Hili ni la kwanza la kulitilia makini. Kwa ile idadi tunayoiona kwenye Ezra sura ya 2 mstari wa 8, ukianza mwanzoni utaona kabisa Ezra anazungumzia idadi ya waliorudi Yerusalemu na Yuda, na kila mtu mjini mwake. Hawa ndio waliokuja pamoja na Zerubabeli. Anaendelea mstari wa 2, hawa ndio waliokuja pamoja na Zerubabeli, Yoshua, Nehemia, Seraya, Relaya, Mordekai, Bilshani, Mispari, Bigwai, Rehumu na Baana. Hii ndio hesabu ya wanaume watu wa Israeli. Jibu tumelijua kwamba hawa anaowataja Ezra kwamba 945 ni waliorudi. Sasa twende kwenye Nehemia sura ile ya 7 mstari wa 13, ambako alisema wana wa Zatu 845, ambako kuna tofauti ya watu 100. Turudi juu kidogo kwenye sura hiyo hiyo ya 7, tunaanza kwenye mstari wa 5. Nehemia anasema hivi: Mungu wangu akanitia moyoni mwangu kwamba ni wakusanye wakuu na mashehe na watu ili wahesabiwe kwa nasaba. Tunaendelea. Nikakiona kitabu cha vizazi vyao, hao waliokwea hapo kwanza. Neno hili la msingi sana, hao waliokwea hapo kwanza. Nikaona ya kwamba imeandikwa humo. Nehemia anachokifanya, anakwenda kwenye kitabu cha orodha ya wale waliopelekwa utumwani Babeli. Anaenda kusoma idadi, ndipo anakuta katika kile kitabu, anapofika kwenye aya 13, anakuta wana wa Zatu 845. Kwa hiyo ukumbuke uhamisho wa Babeli, Waisraeli na wale watu wa Yuda walikaa miaka kadhaa kule Babeli uhamishoni. Hakukaa muda mfupi, kama sikosei nafikiri miaka kama 70. Kwa hiyo maana yake ni nyepesi sana. Nehemia anatoa hesabu ya waliokwenda Babeli. Ezra anatoa hesabu waliorudi kule Yerusalemu na Yuda. Hakuna hitilafu yoyote ndugu yangu. Fan uliweka ile video, na kusihi sana, soma hii Biblia, usirukie tu, usipotoshe. Ndugu yangu Fan, na kusomea kutoka katika Ufunuo Yohana sura 22 mstari wa 18 na 19, na kusomea kwa faida yako tu, kwa upendo mkubwa sana kutoka kwa Kristo. Hii ni tahadhari kwako na kwa wale ambao mna michezo hii ya kubeba mistari na kupotosha watu. Bwana Yesu anasema hivi: namshuhudia kila mtu asikiaye maneno ya nabii wa kitabu hiki, mtu yeyote akiyaongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki, na mtu yeyote akiondoa lolote katika maneno ya nabii katika kitabu hiki, Mungu atamuondolea sehemu yake katika ule mti wa uzima na katika ule mji mtakatifu ambao habari zake zimeandikwa katika kitabu hiki. Ndugu yangu Muislamu ambao unapenda kubeba haya mambo bila ya kuyachungua, unafanya dhambi kubwa ambayo itakukosesha uzima wa milele. Kaa tafakari ndugu yangu Fan, hili usifanyie jambo la mzaha la ushindani. Tunazungumzia maneno ya Mungu, tunazungumzia kitabu cha Mungu. Adhabu yake unapoongeza ni kubwa, na adhabu yake pia unapopunguza ni kubwa. Na Bwana Yesu alituambia ole wake atakaye wakosesha watoto hawa wadogo. Ingelikuwa heri kwake yeye jiwe kubwa lifungwe shingoni mwake akatupe baharini, kuliko kupata ile adhabu inayokuja mbele zake. Sawa, nafikiri tuendelee kwenye ile mfano wa pili. Nitarudi katika ule mfano wa kwanza. Hapa niliamua kwenda ule wa tatu kwa sababu ulikuwa ni mwepesi zaidi. Kwenye ule mfano wa pili, ambao mfano wa kwanza ndugu yetu Yohana aliutoa kuhusu Wafalme wa Pili sura ya 8 mstari wa 26, ambapo anataka kujua Ahazia katika huu Wafalme wa Pili anasema na miaka 28.
22, na kule Nyakati wa Pili sura 22 mstari wa 2 anasema mwandishi wa Nyakati wa Pili anasema ana miaka 42. Anauliza sehemu gani ifuatwe? Sasa hapa ndipo tunaona tofauti kubwa baina ya namna gani kitabu cha Biblia kimekuwepo na tofauti kubwa baina namna gani Qur'ani imekuwepo. Katika Biblia kuna vitu vinaitwa masalia au tunaita katika lugha ya Kiingereza manuscripts za kale ambazo zipo chungu nzima. Katika moja wapo video ambazo nimefundisha huko nyuma, nimekwambia kwa mfano katika Agano Jipya lina masalia ya lugha mbalimbali. Kwa mfano katika lugha ya asili ya Kigiriki kuna masalia inaaminika yasiopungua 5800, lakini ukiwa katika lugha zile nyingine kuna masalia ya kale jumla wake yasiopungua 25,000. Kwa hiyo tunaweza kurudi nyuma tukaangalia kama kulikuwa kuna makosa ya unakilishaji. Na katika Agano la Kale halikadhalika kuna masalia mengi yasiopungua 25,000. Kwa mfano katika masalia ya Septuagint hii ni Biblia ya Agano la Kale iliyotafsiriwa kutoka katika lugha ya Kiebrania kwenda katika Kigiriki, ambayo ilifanyika kwenye kati ya karne ya 3 na karne ya 2 kabla ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo. Miaka 200 au 300 hivi au miaka 800 au 900 kabla ya Muhammad. Haya masalia yapo. Halikadhalika kuna masalia ya wanaita Dead Sea Scrolls ambayo yalipatikana kule katika mapango ya Qumran, ambayo yanasadikika yalinakiliwa. Hizi nakala za hizi Dead Sea Scrolls zilinakiliwa miaka 200 kabla ya Kristo. Kwa hiyo kuna masalia namna hii mengi, na kuna nakala za Kimasorati ziko nyingi sana. Sasa hii inayoitwa tofauti ya miaka ni kitu kinaitwa makosa ya unakilishaji. Kumbuke tuko katika karne ya 21 ambako kila kitu ni electronic. Una copy, una paste, una print. Hali hii haikuwa hivi huko nyuma. Wanakilishaji wa maandiko walikuwa wakiandika kwa mkono, herufi kwa herufi, karatasi kwa karatasi, tena kwa karatasi duni sana, katika mwanga hafifu. Sasa hii tuna taa, tuna mitambo, tuna kila kitu. Kwa makosa haya yanajulikana kama makosa ya unakilishaji. Mtu anayenakili anafanya makosa, anaandika kitu kwa makosa. Sasa kosa hili linatokea nini? Linatokea wapi katika Biblia ya Kiswahili? Biblia nyingi za katika lugha ya Kiswahili zimefasiriwa kwa kutumia ile nakala inaitwa King James Version ya Kiingereza, ambayo King James Version ilitoka mwaka 1611. King James Version imetumia nakala kuu 2 katika kuzitafsiri. Katika Agano Jipya imetumia masalia ya kale yanayoitwa Textus Receptus, ambayo hii inasadikiwa ilikuwa kati ya karne ya 10 mpaka ya 15. Kwa hiyo wafasiri wa King James Version walitumia Textus Receptus katika kutumia tafsiri ya kwenye Agano lake Jipya, na wakatumia nakala inayoitwa Ben Hayim. Hizi ni zilizoko katika lugha ya Kiebrania. Hii ni Agano la Kale. Sasa Ben Hayim, hizi ni nakala za Kimasorati, tunaziita zile kwa Kiingereza Masoretic texts, Agano la Kale, ambazo inaaminiwa na wanazuoni ziliandikwa na wanazuoni wa Kiebrania kati ya karne ya 7 na ya 10 hivi, ambao tulio hili ambao King James Version lilikuwa linaitwa Mikraot Gidelot, ambao inaaminika ilinakiliwa kati ya mwaka 1524 na 1525 hivi. King James Version ndio imetumia hapa. Sasa unapokwenda kwenye nakala za nyuma zaidi za hili Agano la Kale, kwa mfano katika Septuagint, nilikwambia Septuagint ni zile Biblia za Wayahudi za Agano la Kale zilizotafsiriwa kutoka katika lugha ya Kiebrania kwenda katika Kigiriki. Unapokwenda katika Septuagint, nakala za kale ambazo zilikuwa miaka 200 kabla ya Kristo, au miaka 800 au 900 hivi kabla ya Muhammad, kwenye Nyakati wa Pili 22:2 mwaka unaosomeka pale ni 22, na huo ni hakika kwamba Nehemia alikuwa na miaka 22. Hili la nakala yanayosema 42 ilikuwa ni makosa ya unakilishaji. Na kingine cha kuongezea hapa ni kwamba katika lugha maandishi ya Kiebrania ya kale zilikuwa hakuna namba. Kwa hiyo kwa mfano herufi ndio zilikuwa zinabeba thamani ya namba. Kwa mfano alif ya Kiebrania inakuwa ni namba mfano alif inakuwa namba 20, mim inakuwa ni namba 40. Sasa
Kumbuke hizi maandiko ya kale yalikuwa katika material dhaifu sana, aidha anatumia ngozi za wanyama au anatumia matete, wanasema zile matete au wanaita nini kwa Kiingereza, sikumbuki sawa. So zilikuwa uwezo wake wa kuhifadhi wino ulikuwa ni hafifu, kwa hiyo kunaweza katokea makosa. Kwa hii ni moja. Kwa unaporudi nyuma zaidi, unapoenda katika nakala kama za Septuagint kwenye Nyakati wa Pili 22 unakuta pameandikwa miaka 22. Na uhakika ni kwa sababu huyu baba yake Nehemia, baba yake Ahazia ambaye alikuwa akijulikana kama mfalme, baba yake Nehemia alikufa, baba yake Ahazia alikufa akiwa na miaka 40. Kwa hiyo isingekuwa sawasawa mwana awe na umri mkubwa kuliko baba yake. Kwa hiyo umri sahihi ni miaka 22, lakini kosa linaonekana katika Wafalme, narudia tena, ni kosa la unakilishaji. Kwa sababu nakala za kale zaidi za Biblia la Agano la Kale tunaona waandishi wanaandika miaka 22. Tutakwenda kwenye ule mfano mwingine unahusu nani alimshauri Daudi afanye hesabu au sensa ya watu wake. Tupumzike kidogo, turudi, maelezo ni mengi sana hapo. Tunaendelea katika huu mfano wa 3 ambako katika video yake Fan yeye ameweka kama mfano wa 2, lakini mimi ninaweka katika kwenda kumtauzungumzia mwishoni hapa, ambao anafananisha Samueli wa pili sura 24 mstari wa kwanza na Nyakati wa kwanza sura 21 mstari wa 5. Tusome kwanza hii Nyakati wa kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza. Nasema hivi: tena Shetani akasimama juu ya Israeli akamshawishi Daudi kuhesabu Israeli. Hapa tunaona kwamba kwa mujibu mwandishi wa Nyakati wa kwanza anasema Shetani ndiye aliyemshawishi Daudi afanye kuhesabu Israeli. Jambo la msingi la kuzingatia hapa, hii sentensi inayosema au kauli inasema akasimama juu ya Israeli. Nitarudi nyuma, utakuja kunielewa vizuri wakati naelezea. Tunakwenda katika Samueli wa pili sura ya 24 mstari wa kwanza. Samueli wa pili 24:1 anasema, tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, akamtia Daudi nia juu yao akisema, nenda ukawahesabu Israeli na Yuda. Mambo kadhaa ya msingi sana kuwazingatia katika maandiko haya, hasa hii Samueli wa pili 24:1 hivi: hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli, akamtia Daudi nia juu yao akisema, nenda ukawahesabu Israeli na Yuda. Sasa mambo ya msingi ya kuzingatia hapa ni kwamba kwa nini mwandishi wa Samueli wa pili anazungumzia Israeli na Yuda. Kumbuke kipindi hili taifa bado lilikuwa halijagawanyika katika pande mbili. Kugawanyika kwa pande mbili kulitokea baada ya kifo cha mfalme Suleiman, ambaye Suleiman alikuwa ni mtoto wa Daudi, lakini hapa tunamuona mfalme Daudi ndo anafanya hii hesabu. Na kwa mujibu wa Samueli wa pili tunaona kwamba anasema hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Jambo kubwa, japo huyu ndugu yetu Fan anasema anaona hitilafu. Sasa ndipo ninapokuja kukuambia kama nilivyokueleza pale mwanzoni kwamba tuna tofauti kubwa baina ya Wakristo na Waislamu. Wakristo tunasoma maandiko kwa ufunuo, kuuelewa na kwa tafakari. Waislamu kwanza hawasomi Qur'ani, wanakariri, mengine yote yanafuata huko mbele. Na mara nyingi unakuwa hakuna tafakari. Na kitabu cha Kiislamu hii Qur'an, hata hadithi hazina mchanganuo wa kiteolojia ya ndani. Tofauti kubwa. Sasa mambo kadhaa hapa kama nilivyokuambia mwanzo, tunaona katika Samueli wa pili sura 24 anasema hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Hii hasira ya Bwana haikuwaka juu ya Yuda, imewaka juu ya Israeli. Tutakuja kuelewa huko mbele. Na anasema nenda ukawahesabu Israeli na Yuda. Tuliposoma kule kwenye mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 21 mstari wa kwanza anasema, tena Shetani akasimama juu ya Israeli. Kumbuka kule Bwana Mungu anasema hasira yake ikawaka juu ya Israeli. Hapa Shetani akasimama juu ya Israeli, akamshawishi Daudi kuhesabu Israeli. Sasa kuelewa, kwanza lazima tuelewe teolojia ya Ukristo na mafundisho ya Kristo na Mungu kupitia Biblia.
Jambo la kwanza tufahamu kwamba Mungu katika imani ya Kikristo ni Mungu mwenye mamlaka. Hakuna jambo linafanyika pasipo yeye kuliruhusu kufanyika. Na tunaona hiyo kwa mfano tukienda kusoma katika kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa 6 mpaka wa 12, tunaona Shetani anakwenda mbele za Mungu na anaomba ruhusa kutoka kwa Mungu ili akamjaribu Ayubu, na Mungu anampa ruhusa hiyo. Na tunapoenda lakini Mungu anaweka mipaka. Halikadhalika tunapoenda kusoma sura ya pili ya Ayubu, sura ya pili mstari wa 1 mpaka wa 7, Shetani anarudi tena mara ya pili baada ya kushindwa kumfanya Ayubu amkosee Mungu. Anaomba kibali cha kuongeza mpaka wa yale mashambulizi yake, na Mungu anamuongezea mpaka, anarudi tena. Na tunaona hilo. Kwa hiyo huyu ni Mungu ambaye hakuna lolote linalotendeka duniani hata mbinguni pasipo yeye kuliruhusu. Na katika teolojia ya Kikristo tunafahamu kwa kupitia maandiko kwamba Mungu siku zote anaruhusu mabaya yatokee, lakini akiwa na kusudio la jema litokezee baada ya baya fulani kutokea, aidha baya katika jaribu ambao mwanadamu anapewa, au baya baada ya tukio ambako mwanadamu analipitia. Na matokeo yake, kwa mfano anapojaribiwa mwanadamu, kuna matokeo kadhaa. Moja, mwanadamu huyu mfano wa Ayubu hakutetereka, alibaki kuwa mwaminifu mbele za Mungu. Lakini pia mwanadamu anaweza akakosea, akatenda dhambi, lakini pia Mungu kusudio lake jingine linabaki katika kuonyesha rehema na huruma yake. Mungu bado anatoa nafasi ya kutubu. Na ukisoma katika ile Samueli wa pili 24, tunaona ukisoma huko mbele, ukisoma sura ya ile 24 mstari wa 10, unaona ndipo moyo wake Daudi ukamchoma baada ya kuhesabu hao watu. Naye Daudi akamwambia Bwana, nimekosa sana kwa hayo niliyofanya, lakini sasa Bwana nakusihi uondoe mbali uovu wa mtumishi wako, kwani nimefanya pumbavu kabisa. Sasa hii ni ishara kubwa kwamba mwandishi wa Samueli anachoangalia ni kibali cha Mungu cha kuruhusu Shetani amwinukie, kama tulivyosoma pale katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza. Shetani anasema akasimama juu ya Israeli na kamshawishi. Kwa hiyo mwandishi wa Samueli wa pili anazungumzia kuhusu Mungu kutoa kibali. Hii ndio tafsiri yake. Mwandishi wa Nyakati wa Kwanza anazungumzia Shetani anachukua ile nafasi, anainuka juu ya Israeli na kumshawishi Daudi. Sawa sawa? Hii ndio nachokiona hapa. Si hitilafu, ni mtazamo wa kiteolojia wa waandishi wawili. Jambo jingine, tunatambua kwamba Mungu huyu Yahwe, tunasoma katika maandiko, si dikteta. Anapokupa majaribu, anakupa njia pia ya kuepuka majaribu, na anakupa rehema za kushinda majaribu, na unapoanguka anakupa rehema ya kupata nafasi ya kutubu. Na tunamuona Daudi anatubu. Kama nilivyokusomea hapo Samueli 24 mstari wa 10, tunamuona Daudi anatubu. Hata tukienda katika Mambo ya Nyakati hii ya kwanza, Nyakati wa Kwanza ile sura ya 21, ukisoma mbele unakuta naye Daudi akamwambia, huu ni mstari wa 8, naye Daudi akamwambia Mungu, nimekosa sana kwa kuwa nimelifanya jambo hili, lakini sasa uondolee mbali na kusihi uovu wa mtumwa wako, kwani nimefanya upumbavu kabisa. Maana yake nini? La ingelikuwa ni maagizo kama wanavyofikiri Waislamu, maana lisingelikuwa kosa, kwa sababu unapotekeleza amri ya Mungu haiwi kosa. Maana yake tu hapa ni kwamba Mungu anamruhusu Shetani akamshawishi Daudi, na Mungu anatoa kibali kwa kusudio lake. Kusudio la Shetani ilikuwa ni kuiangamiza Israeli na Yuda. Kusudio la Mungu lilikuwa ni tofauti. Tunapokuja kama nilivyokuambia pale mwanzoni, unaona kwamba hasira ya Bwana inawaka juu ya Israeli. Swala kujiuliza ni kitu gani inainua hasira ya Mungu? Hasira ya Mungu inainuka kwa uovu wa mwanadamu. Na kwa watu wote ambao wamesoma Agano la Kale, ukisoma Wafalme, ukisoma Samueli, ukasoma Nyakati, utagundua falme ya ule upande wa Israeli, unasema the Northern Kingdom, ilikuwa ina shida nyingi sana ya ibada,
za miungu ya uongo. Na hasira, hichi ndicho kitu kikubwa kinachoinua hasira ya Mungu. Na ndio maana unaona hapa Mungu anasema tena hasira ya Bwana ikawaka juu ya Israeli. Kumbuka haikuwaka juu ya Yuda. Na hata unapoendelea unaposoma pale sura ya 24 ukafika kwenye 16 utaona japo Daudi alichagua siku 3 za tauni, lakini ile adhabu haikukamilika, kwa sababu tunasoma katika mstari wa 16 anasema, lakini huyo malaika aliponyosha mkono wake kuelekea Yerusalemu ili auharibu, Bwana akaghairi katika mabaya. Kumbuka Yerusalemu iko ndani ya Yuda. Hasira ya Bwana ilikuwa juu ya Israeli, haikuwa katika Yuda. Hili ni jambo la msingi sana la kulenga. Kwa hiyo wakati Shetani anataka kuiteketeza Yuda na Yerusalemu na Israeli yote na kumteketeza Daudi, Bwana kusudio lake lilikuwa ni tofauti. Lakini pia kwa kuwa tunamuona Daudi, kwa sababu nimekusomea mstari wa 16, tunaona mstari wa 10 Daudi anaanza kutubu, kwa sababu hata yule jemedari wake unaposoma pale Yoabu anakuwa anashangaa. Tunaona kwa mstari wa 3 anasema, naye Yoabu akamwambia mfalme, Bwana Mungu wako na waongeze watu hesabu yao ikiwa yoyote mara 100, tena macho ya bwana wangu mfalme na yawaone. Ila kwa nini neno hili limpendeze bwana wangu mfalme? Lakini neno la mfalme likawa nguvu juu ya Yoabu na juu ya majemedari wa jeshi. Basi Yoabu akatoka na majemedari wa jeshi machoni pa mfalme kwenda kuhesabu watu wa Israeli. Maana yake Roho wa Mungu alikuwa juu ya Yoabu akimwambia hili ni kosa, lakini neno la mfalme likawa lina nguvu kuliko Yoabu na majemedari wake. Kwa hiyo Yoabu yeye na majemedari walijaribu kumweleza Daudi kwamba hii ni dhambi, lakini Daudi kwa kuwa tayari ameshajawa na ushawishi wa Shetani anatenda lile jambo. Na unapoenda kusoma katika Mambo ya Nyakati wa Kwanza ukifika mstari wa 6 unaona kitu cha ajabu sana. Lakini Lawi na Benjamini hakuwahesabu miongoni mwao, yani huyu Yoabu hakuwahesabu miongoni mwao, kwa sababu neno la mfalme limemchukiza Yoabu. Ilifika wakati Yoabu hakukamilisha hii hesabu kwa sababu nafsi yake ilikataa. Akahesabu baadhi ya makabila, lakini alipofika kwa Benjamini na Lawi aliacha. Na ndipo Daudi akamzinduka, akagundua amefanya dhambi na anakwenda mbele za Mungu kuomba msamaha na kufanya toba. Mungu anatufundisha somo kubwa sisi tuliopo sasa hapa. Wakati wewe ndugu yangu Muislamu uko unatafuta hitilafu, sisi tunaona somo na hekima ya Mungu katika majaribu, kwamba hata tunapoanguka katika majaribu bado tunao nafasi ya toba na Mungu anatusamehe. Na tunaona mbele hapa malaika aliponyosha mkono wa kuelekea Yerusalemu ili aharibu, Bwana akaghairi kwa sababu ya toba yake Daudi na wale wazee. Ukisoma vizuri unaona wazi kabisa. Hili ni somo letu ndugu zangu, namna gani huruma ya Mungu ilivyo. Mungu Yahwe, Mungu wa kweli anayedhihirika katika kitabu hiki, ndivyo alivyo. Kwa wewe ndugu wangu Muislamu unatafuta hitilafu iko kwako, kwa sababu hutambui huruma ya Mungu, hutambui rehema ya Mungu, hutambui mafundisho ya Mungu, hutambui mamlaka ya Mungu. Our God is sovereign, but he is not a dictator. Ndicho tunachokiona. Allah ni dictator. Yahwe ni Mungu mwenye huruma na rehema. Tunaona, nimetoa mifano mingi huko nyuma baadhi ya video zangu, namna gani Allah si Mungu wa rehema wala huruma. Anapeleka motoni mpaka watoto wachanga ambao hawajafikia umri wa kutenda madhambi. Yahwe ni Mungu wa rehema na huruma nyingi. Na tunaona mfano huu, Daudi anatenda dhambi lakini bado anatubu na Mungu anamsamehe. Tunaona malaika anapoinua upanga wake, Mungu anamzuia. Anasema yatosha, sasa ulegeze mkono wako. Na yule malaika wa Bwana alikuwako karibu na kiwanja cha kupuria Arauna Myebusi. Daudi alipomwona malaika aliwapiga watu, akanena na Bwana akasema, tazama, ni mimi niliyekosa, ni mimi niliyepotoka, lakini kondoo hawa wamefanya nini? Mkono wako na uwe juu yangu na juu ya nyumba ya baba yangu. Ni maneno ya toba kutoka kwa huyu mfalme Daudi. Na acha kuelezea hitilafu na kwenda ndani, ili ndugu yangu Muislamu unaangalia video hii akili yako ifunguke. Na wewe na wewe ndugu yangu fan mwenye ile channel uweze kuona hekima ya Mungu katika maandiko haya. Mifano mingine pia tunaona ambayo inafanana na hii. Mfano unaweza ukaona katika Yusufu. Ukienda katika Mwanzo sura ya 50 mstari wa 19 mpaka wa 20, tunaona Yusufu anasema jambo moja la kuvutia sana. Mwanzo sura ya 50 mstari wa 19 mpaka wa 20. Tukasome hii Mwanzo.
sura ya 50, namna gani Mungu anavogeuza mabaya kwa kusudio lake na kuleta jambo jema. Mwanzo sura ya 19 mstari wa 20. Yusufu anasema kitu cha kushangaza na chenye kuinua macho. Yusufu akawaambia, msiogope. Hapa alikuwa anawajibu ndugu zake, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mnikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Maana yake ni kwamba shetani anapoinuka kwa kusudi la kufanya maharibifu, Mungu ana uwezo wa kuligeuza likaleta jema kwa kusudio lake. Kwa hiyo shetani anashindwa, Mungu kwa namna ya pekee anafanya mabadiliko makubwa. Hali kadhalika tunaona mfano mwingine. Ukisoma Luka 22 sura 3 mpaka 4, unaona pale Yuda Iskariote anapoingiwa na shetani, anaenda kuanza kupatana na wale wakuu wa makuhani, kuchukua vile vipande 30 vya pesa na kumsaliti Yesu. Lakini tunaona mara ya pili Bwana Yesu alipokuwa katika wanakula chakula cha mwisho, kile karamu ya mwisho pale katika Yohana 13:26-27, Bwana Yesu anampa mkate Yuda na anamwambia nenda ukatekeleze. Anampa ruhusa. Bwana Yesu ni Mungu, anampa ruhusa aendelee. Shetani alikuwa na mpango wa kumwangamiza Yesu, lakini ule mpango wa shetani kumwangamiza Yesu ndio umetuletea sisi wote wokovu wa milele. Ndio hekima ya Mungu hii. Shetani anakuwa na kusudio baya, lakini Mungu anaweza akaliruhusu lile jambo baya analolifanya shetani na kuligeuza kuwa jema. Katika hii tunaona kwa mfano, kama nilivyokuambia pale mwanzo, yule malaika alisimama katika kile kiwanja cha yule Myebusi. Kile kiwanja ndio kiwanja ambacho baba yetu Abraham alimpeleka Isaka kumtoa dhabihu, ambako Mungu akamzuia na kumpa kondoo. Lakini pia tunaona hapa baada ya yule malaika kusimama, Daudi anakwenda kufanya dhabihu pale, na kilima kile ndio kinageuka kuwa kilima kilichokuja baadaye kujengwa hekalu takatifu, na mpaka sasa ndio sehemu kubwa kabisa katika imani za Wayahudi. Na ndio hata sisi Wakristo tunaamini Bwana Yesu atakaposhuka katika ule mlima Mizeituni ataingia kwa utukufu katika mji ule uliojengwa pale la hekalu, ambalo ndo hapa ndipo yule malaika alisimama, na ndipo Daudi anakwenda kwa huyu Myebusi, anakinunua kile kiwanja, na baadaye panajengwa hekalu. Kwa hiyo kile kilima kinageuka kilima ishara ya huruma na rehema na ukombozi kwa wanadamu, kuanzia katika taifa la Israeli mpaka sisi sote duniani. Ndugu yangu Mkristo na Muislamu unaangalia video hii, ninaamini umepata kujifunza mengi. Na ndugu yangu fan ulioleta changamoto hizi, nina imani umeangalia hii video, na ningekusihi tu uwe unasoma. Usiletewe hizi changamoto kazibaba kama zilivyo ukatembea nazo tu. Utakuwa na hatia kubwa mbele za Mungu. Sikutishi, lakini nakueleza. Lakini pia nakukaribisha hata wewe usikie Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo, mkombozi wetu, upate fursa ya kumkiri na kumkubali huyu Yesu, upate uzima wa milele. Hakuna wokovu kwenye Uislamu ndugu yangu. Hakuna. Uwe na amani ya Kristo. Mungu akubariki. Asante.